Upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ni furaha tele iliyojaa baina yao kwa kuwa tayari wanaendelea kuonyesha ule uimara wa vikosi ambavyo vimekuwa vikiahidiwa kila siku kwa mashabiki. Mchezo wa mwisho tumeweza kuona namna ambavyo timu ya Simba ikiweza kuadhibu vikali kichapo cha bao 3-0, yani kwa 0, kitu ambacho kimeibua vibe pamoja na hamasa kubwa ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kuendelea kushabikia timu hiyo. Lakini bila kusahau bosi mwekezaji kutokea klabuni hapo na pia amekuwa akitoa hamasa zaidi na kuzidi kuchochea wana Simba wasichoke yale ambao walikuwa wakipewa kama ahadi na taarifa kutoka kwa uongozi. Sasa wameanza kujionea wenyewe pasi na kushurutishwa. Yani watu walikuwa wakidhani ya kwamba Yanga ndio basi tena kwa Simba watapigwa, ama Yanga ndio timu iliyokuwa juu kuliko Simba, lakini yote yameweza kusoviwa. Kabla sija kusogezea habari nyinginezo zaidi, mimi nikukumbushe kwa wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nasi hapa, hakikisha umegusa maandishi yaliyoandikwa subscribe hapo chini, lakini pia usisahau kubofya alama 2 za kengele ili usipitwe na kuachwa na habari moto za kimichezo zinazozidi kutrend kila siku. Kubwa ni kwamba klabu ya Simba sasa hivi kwao ni furaha tele, raha imejaa kwa upande wa Simba. Watu wanaendelea kuenjoy, mashabiki wanafurahi na kupata vile ambavyo walivyokuwa wakivitegemea kwa muda mrefu, kwa sababu timu ilikuwa ikitakiwa kupanda, na namna ambavyo Simba sasa hivi imejimarisha, chemistry ya wachezaji imekuwa ni bora, chemistry nzuri. Hivyo basi ni wakati wa kutamba. Simba ni nyakati zao za kutamba, kwa mashabiki na uongozi wanaendelea kula bata na kuenjoy. Unatuambia nini kwenye upande wa comment hapo kama shabiki wa Simba? Nini kiongezwe, nini kiboreshe zaidi? Tuambie kwenye upande wa comment hapo chini, lakini usisahau ku like na share.